anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah لأن إبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة محرم. anasema Sheikh kubadilisha al-ibdal, kubadili, kwa maana kubadili hapa ni kwamba kuacha, ukawa sasa huna haja nacho ukaacha kabisa. lianna ibdal al-lugha al-arabiyya, kubadilisha lugha ya Kiarabu, kubadili kwa maana ya kuacha, tark, ikawa mtu ameiacha lugha ya Kiarabu, istibdala lugha al-arabiyya التي lugha ambayo hiya lughatul Qur'ani, ndiyo lugha ya Qur'ani. Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Wa ashrafu al-lughat, lugha ya Kiarabu ndiyo lugha iliyokuwa ni tukufu zaidi kuliko lugha nyingine. Lugha ziko nyingi ulimwenguni, lakini lugha iliyokuwa ni ashraf, tukufu zaidi, bora zaidi, ni lugha ya Kiarabu. Anasema Sheikh, kuiacha lugha ya Kiarabu, ibdal, kubadilisha, kwa maana ukaiacha lugha ya Kiarabu ambayo ni lugha ya Qur'ani na lugha tukufu zaidi, bihadhihi lugha, kwa kujifundisha lugha hii ya Kiingereza, bihadhihi lugha, ukaiacha lugha ya Kiarabu ukaikamata lugha bihadhihi lugha, yani lugha hii ya Kiinglizia. Anasema jambo hilo ni muharram. Muharramun kwa maana ni jambo ambalo mamnuu. Muharramun sio kwa maana ya uharamu, bali ni mamnuu, ni limekatazwa, haifai. Haiwezekani Muislamu akaidharau lugha ya Qur'ani, akaidharau lugha ambayo ni tukufu zaidi kuliko lugha zote, akaanza kushughulikia lugha ya Kiingereza. Anasema jambo hili ni mamnuu kwa maana muharram. Waqad sahha ani salaf, imethibiti kutoka kwa salaf wema waliotangulia hao. Waqad sahha, kwa hakika imesihi, yani imethibiti, ani salaf, kutoka kwa wema waliotangulia, annahyu, katazo. Katazo gani? An ratanati al-aajam, an ratanati al-aajam. Mumana ratanat al-aajam, ratanat al-aajam ni tamko ambalo linatumika ni kuzungumza lugha za kigeni, inaitwa al-aajam, ratanat al-aajam. Kwa neno zima hilo lafasiriwa ratanat al-aajam, manake kuzungumza lugha za kigeni, yani speaking foreign language, inaitwa ratanat al-ajam. Kwa hiyo Marabu ni lugha ya Kiarabu. Mtu akizungumza za lugha isiyokuwa Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa, Kichina, kinini, aambiwa kwamba yeye ni amefanya ratanatu al-ajam, amezungumza lugha za kigeni. Tuchukulie mfano labda Kiswahili. Kiswahili tutasema lugha taifa. Sasa ukizungumza lugha iliyokuwa si ya Kiswahili, unaambiwa ratanatu al-ajam, yani umezungumza lugha ya kigeni. Hii ndio iliyokusudiwa hapa. Waqad sahha, imethibiti, ni sahihi kabisa, ani salafi, kutoka kwa watu wema waliotangulia, annahyu, katazo. Katazo ina maana salaf walikuwa wakikataza an ratanatil a'jam, kuzungumza lugha za kigeni. Wahum, hali ya kwamba wao ni min sawal arab, min sawal arab, yani hao wanazungumza ni sawa, sio siwa, sawa, yani wao ni miongoni mwa Waarabu. Ikawa Mwarabu azungumza lugha ya Kitaliana. Sasa salafu saleh wamekataza hili kwamba wao min sawal arab, ni sawa sawa na Waarabu wengine, inakuwaje wazungumze lugha za kigeni? Kwa hivyo salafu wamekataza jambo hili, na kuna athari nyingi, kwa sababu ya muda hatuwezi tukazisema. Ni zimekuja kweli, masalafu saleh walikuwa wakikataza watu kushughulikia lughat ambazo ni ghairul arabia,
ambazo si za Kiarabu, ikawa watu wanasema sana lugha hizo.